Lakini katika lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha ya kisheria kwetu sisi Waislamu, neno sihri lina maana kwenye lugha ya Kiarabu ni kukitumia kitu ukakigeuza kutoka katika ile njia yake ya kawaida. Yani kitu kinatakiwa kiende hivi, wewe ukakigeuza kikaenda kinyume na vile kinavyotakiwa kwenda. Hiyo ndio maana ya sihiri. Waarabu wakisema amefanya sihiri kwenye lugha ya Kiarabu, na maana kwamba mtu kakifanya kitu kinyume cha vile kawaida. Ndio maana hata kwenye ufasaha wa maneno Waarabu pia wanaita kwamba ule ufasaha wanaita ni uchawi, kwa sababu mtu akiwa fasaha wa maneno anaweza akageuza maana akaipeleka vile anavyotaka yeye kwa ufasaha wake, na akaupeleka tofauti na ule uhalisia, na watu wakakubali kwa sababu ya ule ufasaha wake aliyoutengeneza. Kwa hiyo hii inakuwa ni sihiri katika lugha ya Kiarabu. Lakini katika istilahi ya kisheria, uchawi ni nini? Sisi Waislamu tunaposema uchawi Kiislamu, sasa tumetoka kwa Waarabu, Kiislamu uchawi ni nini? Uchawi wanasema ni zile azima na mazenguo yasiyokuwa ya kisheria na mafundo yanayofungwa ambayo yanaleta athari mbaya katika mioyo ya watu na miili ya watu. Azima, mahirizi na mazenguo. Ndio maana siku hizi kuna msamiati unasema arruqyatu shar'iyya, zenguo la kisheria. Maana yake watu wamekuja kutofautisha zenguo la kisheria na yale mazenguo ya kishirikina ambayo ni ya kiuchawi. Kwa sisi watu ambao tumezaliwa pwani, mazinguo haya ya kiuchawi yani tunayajua sana, kwa sababu huwezi kutembea ndani ya siku moja, au tusiseme siku moja, tufanye wiki. Yani huwezi kutembea kwa wiki nzima ndani ya mji wako katika miji yetu hii ya pwani usikute athari ya zinguo la kiuchawi katika maeneo unayotembea. Utakutana na mikate ya majivu, utakutana na mikate ya kumimina imetupwa. Haya mazinguo, lakini mazinguo haya mazinguo ya kiuchawi. Zenguo la kisheria huwezi kukuta mkate umetupwa, wala hakuna, sijui kama watu wanaagizwa mkate. Zenguo la kisheria mtu anapigwa Qur'ani, sana sana utaletewa majani ya mkunazi na madawa mengine ambayo yamejaribiwa, yameonekana yana athari. Lakini ukiona madude mengine ya hovyo hovyo, unaagizwa sijui mkate wa tope, sijui mkate sijui kufanyaje, sijui kuku wa rangi gani na nini, jua hilo tayari ni zenguo la kiuchawi. Ndio haya yanayozungumzwa. Uchawi ni nini? Uchawi ni mahirizi na mazenguo yasiyokuwa ya kisheria na mafundo yanayofungwa, kama ni mafundo mengine yafungwa kwenye ukili, kwenye ukindu ule, wengine kwenye matambara, ambayo yanaleta athari mbaya kwenye nyoyo za watu na kwenye miili ya watu. Mtu anaweza kwa mtu asiyejua au ambaye bado hajafikwa na mambo kama haya, anaweza akaona sasa mafundo tu yanafanyaje. Lakini katika aina za uchawi kama tutakavyoeleza, kuna uchawi huu wa mafundo. Mafundo yanafungwa alafu yanakuwa na matabana maalum. Kusema matabana yanaeleweka matabana maalum. Yakishafanywa hivyo, ananuiliwa huyo anayekusudiwa, alafu wenyewe na mambo yao mengine wanafanya,
na mtu anaweza akapata athari mbaya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uchawi wa mafundo huu ahli sunna wal jamaa wanakubaliana kwamba huu uchawi ndio uchawi aliofanyiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana hata Mtume aliathiriwa na uchawi. Na yote hii ni kwa ajili ya kufundishwa sisi kwamba uchawi upo na unaweza ukaathiri, na tukafundishwa njia za kujikinga na huo uchawi. Shekhe ambaye alikuwa anaeleza tafsiri hii ya uchawi akajaribu kutaja baadhi ya athari ambazo zinampata mtu atakayefanyiwa mambo haya. Akasema fayumridu wa yaktulu. Huo uchawi ulioelezwa hapa, maazima, mairizi hayo na mazinguo na mafundo, yanaweza yakasababisha maradhi na yanaweza yakasababisha kifo. Wa yufarriq baina almar'i wa zawjihi, na yanaweza yakamtenganisha mtu na mkewe au mtu na mumewe. Wa ya'khudhu ahada az-zawjayn an sahibihi, lakini pia uchawi unaweza ukamuondoa mmoja wa wanandoa, ukamuondoa kwa mwenzake ukampeleka sehemu nyingine. Hii ni maana ya uchawi na baadhi ya athari zake kwa mujibu wa mmoja au wa baadhi ya wanaochuoni wa Kiislamu. Baadhi ya wanaochuoni wa Kiislamu, sauti kubwa sana, sauti kubwa sana, ana mwingiliano. Baadhi ya wanaochuoni wameuelezea uchawi kama vile ni jambo ambalo halina uhalisia, lakini wanaochuoni hawa wanaitwa wanaochuoni kwa sababu ni watu ambao walikuwa wana elimu na wanazungumza katika Uislamu, lakini ni wanaochuoni ambao mrengo wao wa kiitikadi haukuwa sahihi sana. Wao wakizungumza kwamba uchawi ni vitu vya kubabaisha akili na kuwadanganya watu, vitu ambavyo havina uhalisia, kama vile mtu kutengeneza tambara alafu akawafanya watu macho yao akayavuruga wakaona tambara ni nyoka, au mtu anatia mkono mfukoni, anatoa mfuko hauna kitu, alafu anafanya hivi, mara akatoa kalamu, mara kalamu hiyo kaifanya hivi imegeuka simu. Hawa wanasema huu ndio uchawi, na wanasema kwamba uchawi ni vitu vya kudanganya ambavyo havina uhalisia. Lakini tafsiri sahihi ya uchawi ambayo ndio waliochukua wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa ni ile tafsiri ya kwanza ambayo uchawi una uhalisia. Na wanawachuoni wengi wa Kiislamu katika ahli sunna wal jamaa wamelizungumza hilo waziwazi kwamba uchawi ni hakika na una uhalisia. Imam Ibn Qudama yeye anasema kwamba uchawi una hakika, na haya ndiyo madhehebu ya ahli sunna wal jamaa. Imam Nawawi ambaye anatoka katika madhehebu ya Imam Shafi'i anasema wasahihu anna as-sihra lahu haqiqa, uchawi una uhalisia. Wabihi qata'a al-jamhur, na kwa mtazamo huu ndio jamhuri ya wanawachuoni wote wamehakikisha kwamba uchawi ni kitu ambacho kina uhalisia na sio tu udanganyifu wa kudanganya watu kwenye macho.
wa alayhi ammatul ulama, na mtazamo huu ndio ambao wanawachuoni karibu wote wa ahli sunna wal jamaa wana mtazamo huu, na maimamu wengi wamezungumza maneno kama haya ambayo mengine tutayaacha kwa ajili ya kuchunga muda. Lakini sasa ahli sunna wal jamaa wao wanaegemea kwenye dalili gani, ushahidi gani unaowafanya waseme kwamba uchawi si udanganyifu bali uchawi ni kitu chenye uhakika? Aya iliyopo nafikiri katika suratul Baqara kama sikosei, wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman. Hii aya ukiisoma na ukaitafakari utakuta kwamba uchawi, Allah mwenyewe anathibitisha kwamba uchawi una hakika na uchawi una madhara, lakini ndani yake pia ameeleza hatari ya watu wanaojishughulisha na uchawi. Na aya hii nafikiri tunaikumbuka vizuri, inasomwa sana kwenye ruqya shar'iyya pale wanaposomewa wale mashetani wabaya wanaovuruga watu. Aya hii inasomwa sana. Allah anasema wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman, wamefuata au wanafuata yale wanayosomewa na mashetani waliokuwepo katika ufalme wa Nabii Sulaiman alayhi salam. Wama kafara Sulaimanu walakinna ash-shayatina kafaru, Suleimani hakukufuru isipokuwa mashetani ndio waliokufuru. Kwa sababu gani? Suleimani alikuwa hatumii uchawi, ila mashetani ndio walikuwa wanatumia uchawi. Kwa hiyo Allah anasema Suleimani hakukufuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye hakufanya uchawi wala alikuwa hatumii uchawi. Suleimani aliyokuwa akiyafanya ni moja katika miujiza ya mitume wanaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Suleimani yale yote aliyokuwa nayo ulikuwa ni muujiza wake aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuthibitisha kwamba yeye ni mtume wa Allah. Mashetani wakaja wakawa wanawasomea watu mambo ya uchawi, halafu wakiwadanganya kwamba haya ndiyo anayoyatumia Suleimani mpaka anakuwa na ufalme huu. Kwa hiyo Allah anakanusha haya, anasema kwamba Suleimani hakukufuru kwa sababu hakuwa akitumia uchawi, bali mashetani ndio waliokufuru kwa sababu wao walikuwa wakitumia uchawi. Walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr, mashetani ndio wamekufuru kwa sababu wakiwafundisha watu uchawi. Wama unzila ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut, na yale wakiwafundisha watu uchawi na yale yaliyoteremshwa kwa malaika wawili katika miji wa Babel na Babel na nini wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakain bibabila Haruta wa Marut. Hapa wanawachuoni wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha malaika wakiwaonyesha watu uchawi ni nini na kila alichokuwa nakifanya Suleimani ni nini, na wakawa wanawafundisha watu uchawi, lakini wanafanya hivi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ili watu kutofautisha. Lakini tuangalie walikuwa wakiwafundishaje. Wama unzila ala almalakaini bibabila Haruta wa Marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur.
Malaika hawa walikuwa hawamfundishi mtu uchawi mpaka wamueleweshe kwamba sisi ni mtihani kutoka kwa Allah, tumeletwa, huu ni mtihani, usikufuru. Kwa nini usikufuru? Usijifundishe uchawi, ukijifundisha uchawi utakufuru. Wao malaika, kwa nini wao hawakukufuru wakati wao wanawafundisha watu? Kwa sababu wao wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mashetani nao walikuwa wakifundisha uchawi, lakini wao wamekufuru kwa sababu wao hawakutumwa. Hapa kunaweza kukaja maswali. Sisi Waislamu, ibada kwetu ni kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyatekeleza maagizo ya Allah yoyote yale ambayo yamethibitika kwamba haya ni maagizo ya Allah, wewe uko katika ibada, hata kama kwa kawaida yanaonekana kwamba ni tofauti na ibada. Sasa hili lieleweke. Mtu anaweza akaja kujiuliza kwa nini hao walikuwa wakifundisha uchawi alafu hawakukufuru. Na ndio maana wao walikuwa wakiwatahadharisha watu, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna. Hawamfundishi mtu yoyote mpaka wampe tahadhari, sisi ni fitna, ni mtihani kutoka kwa Allah. Fala takfur, usikufuru, usijifundishe uchawi, utakuwa kafiri. Mtu akingangania, wanamfundisha kama walivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Hawa watu wakawa sasa wanajifunza kutoka kwa hao malaika mambo ambayo yatasababisha kuwafarakanisha mtu na mkewe, mtu na mumewe. Hawa watu ambao wanakwenda kwa wale malaika wanakwenda kujifunza mambo hayo. Unaona hapa Allah anathibitisha kwamba watu wanaenda kujifunza vitu ambavyo vitawatenganisha mtu na mkewe, mtu na mumewe. Kwa hiyo uchawi una uhakika, sio swala la udanganyifu tu wa macho. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na wao kwa huko kufanya hayo mambo wanaokwenda kujifunza ya uchawi, hawamdhuru yoyote ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndio jambo ambalo Muislamu anatakiwa kulijenga katika imani yake. Pamoja na kukubali na kuamini kwamba uchawi upo, pamoja na kuamini kwamba uchawi una athari na uchawi una uhakika, una uhalisia, lakini madhara yake hayaji ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya ukitaka kuyafahamu vizuri, rudi kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anamuhusia mmoja wa masahaba akimwambia, wala wijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in la yadhurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk. Lau watu watakusanyika kwa nia ya kutaka kukudhuru kwa kitu, hawawezi kukudhuru kwa kitu hicho isipokuwa kile kitu ambacho Allah ameshakuandikia kikudhuru. Kwa hiyo Allah yeye kwa hikma yake ndiye anayeruhusu wewe udhurike kwa chochote kile ambacho mtu atakusudia kukudhuru nacho. Kwa hiyo uchawi haudhuru isipokuwa pale tu idhini ya Allah itakapotoka. Lakini uchawi upo, na uchawi unaweza ukawa na athari, lakini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Hawa watu kwa kujifunza kwao uchawi, Allah anasema wanajifunza vitu vitakavyowadhuru wala haviwanufaishi kitu. Mtu akienda kujifunza uchawi ajue ameenda kujifundisha kitu kitakachomdhuru yeye mwenyewe. Madhara ya kwanza ni kukutoa kwenye imani yako. Madhara ya kwanza ni mtu kuwa kafiri kwa kujifunza uchawi, na mengine mengi ambayo utayapata. Utaroga watu alafu watu hawafi,
Wataka watu wafukuzwe kazi, hawafukuzwi. Wataka watu wawe na maisha mabaya, kila siku wana maisha mazuri. Mateso tu, unateseka tu wewe. Kwa sababu unataka jambo alafu haliwi, lazima uteseke. Wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Na wamejua hawa watu wanaofanya hayo ya kujifunza uchawi kwamba mbele ya Allah siku ya kiyama hawatakuwa na fungu lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Na ni kitu kibaya sana walichokinunua kwa ajili ya nafsi zao lau wangejua. Yani lau watu wanaojifunza uchawi wangejua, basi hicho ni kitu kibaya mno katika vitu vyote ambavyo wamevihangaikia kuvipata. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya yana mchanganyiko wa vitu, lakini tunapata mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, uchawi una uhalisia, au matatu na. Jambo la kwanza, uchawi una uhalisia, sio tu kiini macho kama baadhi ya watu wanavyotafsiri uchawi kwamba ni kiini macho. Hapana. Inawezekana kiini macho ni moja katika aina za uchawi, lakini uchawi una uhalisia. Halafu tunapata ndani yake hukumu ya uchawi, kwamba uchawi ni haramu, na mtu yoyote anayetafuta uchawi kuanzia anapojifunza na mpaka anapotumia, maana yake huyu mtu anakufuru, anatoka katika dini yake. Lakini jambo la tatu, hili sasa ni Waislamu wanajengwa na Mola wao wawe na imani thabiti kwamba uchawi hauwezi kumdhuru mtu yoyote ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina za uchawi. Hapa kwenye aina za uchawi kuna aina zimetajwa, hata nyingine mimi sizijui wallah. Kitu tutazungumza zile ambazo tutaweza kuzizungumza. Uchawi una aina nyingi, lakini sasa hivi ukiziangalia hizi aina utazikuta zote zipo kwenye jamii zetu zote. Tena wakati mwingine anazo mtu mmoja tu, ili ujue watu ni hatari. Aina ya kwanza ya uchawi ni uchawi ambao mtu anahitaji msaada kwa nyota. Kwa hiyo uchawi wa kutumia nyota, alkawakib. Aina ya pili ni uchawi wa kutumia mashetani. Aina ya tatu ni uchawi wa kupuzia au wa kutabana kwenye mafundo. Aina ya nne ni uchawi wa mkono mwepesi, ndio ule wa kiini macho. Tunazungumza ufafanuzi kidogo. Hizi aina nne ndio aina kubwa au ndizo ambazo zimeenea sana aina hizi za uchawi. Aina ya kwanza hii ya kutumia nyota, wachawi wanaotumia aina hii wanaitakidi kwamba hizi nyota zina athari. Nyota ndio zinaitwa sayari nafikiri, zina athari. Unasikia watu wanataja kuna nini, Merikh, sio kuna Zohal, kuna sio nini. Hawa watu wanaotumia uchawi huu, wao wanaitakidi kwamba hizi nyota zina athari katika ulimwengu huu, na mambo mengi yanayotokea yanasababishwa, au yote yanayotokea duniani yanasababishwa na hizi nyota.
Na hizi nyota sasa wanasema zina aina fulani ya roho, yani sio kwamba ni madude tu yamewekwa huko na Mwenyezi Mungu yanakazia kama hivi ardhi ilivyowekwa. Au wanasema haya madude yana aina fulani ya uhai ambao mtu akiziomba hizi nyota kwa kutumia utaratibu maalumu ambao wenyewe wanaujua, wameuweka, hizi nyota zinasikia, na zikishasikia zinakubali kumsaidia huyo mtu kumtekelezea mambo yake. Na ndiyo maana kwa kupitia hizi nyota, yani kuna mchanganyiko hizi nini kuna mchanganyiko sana kwenye hizi aina za uchawi. Kupitia hizi nyota ndio utakuta Waislamu mtu hafungi ndoa mpaka akaangalie nyota, ajue kwamba atakwenda kufunga ndoa wakati nyota gani ndio inatawala katika wakati huo. Sasa hizi nyota zenyewe watu wamezitengenezea utaratibu. Kuna nyota fulani ikitawala, basi mambo yote ni vurugu, mambo maovu, mabaya. Kwa hiyo watu hizo wanazikwepa hizo, wanatafuta wakati wa nyota nyingine, au kama ikilazimika basi ndio inabidi wazungumze na hizo nyota, kuziomba na kuzibembeleza ili zitengeneze mambo. Mnaona ushirikina uko wazi huo. Na ndio maana wakati mwingine wanawake wanabadilishwa majina wakati wa kuolewa. Mtu anaitwa Salma, siku ya kuolewa anaitwa Hawa. Kwa sababu gani? Kwamba hili jina Salma na nyota inayotawala wakati fulani haliendani. Kwa inabidi ibadilishwe, iletwe jina jingine ambalo litaendana na ile nyota. Au wakati mwingine baada ya kuangaliwa majina, jina la mume na jina la mke, ikaonekana kwamba nyota ya mke kwa mujibu wa jina lake iko juu ya nyota ya mke ya mume. Sasa hii ndoa hii, mume atakwenda kukaliwa na huyu mke. Kwa hiyo mwanamke inabidi abadilishwe jina, atafutiwe jina jingine ambalo nyota yake itakuwa iko chini kuliko nyota ya mume, ili mume awe juu. Ni mambo ya ushirikina. Ushirikina uko wazi kabisa, ambao hauna kificho. Na hili swala la uchawi huu wa kutumia nyota ndio unaozaa matalasimu. Ukienda kwenye majumba ya Waislamu, matalasimu yametawala. Ukienda kwenye biashara za Waislamu, matalasimu yananing'inia. Talasimu ni nini? Talasimu wanasema ni maandishi ambayo yanaandikwa majina maalum, ambayo majina haya yana mafungamano na mahusiano na zile nyota. Yani kila jina lina mfungamano na nyota fulani. Sasa linaandikwa hili jina, linawekwa ima kwenye mtu anavaa kwenye mwili wake, au linawekwa nyumbani, au linawekwa wapi, alafu hili jina ndio watu sasa wanalitumia kuomba kufikisha habari kwenye ile nyota, ili kuleta yale watu ambayo wanayataka. Watu wanafanyiwa ushirikina wakati mwingine bila watu wenyewe kujua. Na kwa bahati mbaya, wakati mwingine watu wanaofanya mambo haya kwenye mitaa yetu wanajulikana kwa majina ya mashehe. Sasa mtu umeandikiwa talasimu na shekhe, utalikataa vipi? Na alikuandikia aitwa shekhe.
lakini ujue talasimu maana yake ni nini, kwa sababu wakati mwingine tunadanganywa. Matalasimu mengine yanaandikwa Qur'ani, ipo Qur'ani inaandikwa hapo katikati, lakini we angalia pembeni au hata humo katikati, wakati mwingine kuna matamko yameandikwa yana maherufi hata hayasomeki, yajulikani ni lugha gani. Utakuta sini ina zile vile nini vile vipembe vyake. Sini sina vidude vitatu, ukuta sini na vidude kama 10 hivi. Sini hii ya wapi? Hapa ndipo tunapoliwa sasa, hapa tunapoingiziwa ushirikina bila sisi wenyewe kujua. Lakini karatasi imeandikwa Ayatul Kursi, pigwa Ayatul Kursi pale ndani, halafu wakati mwingine inaandikwa Jibril huku pembeni, inaandikwa Israfil, huku inaandikwa sijui Mikail, huku inaandikwa sijui Azrail, huku sinaandikwa nini. Yani majina yanaandikwa ya malaika ili kudanganywa wewe, kwa sababu si malaika wa Mwenyezi Mungu. Malaika wa Mwenyezi Mungu hapa wanafanya, tuchukulie umeandikwa ameandikwa majina ya malaika. Kazi yao nini hapa? Kwenye hii karatasi afu inawekwa nyumbani, au kwenye karatasi inawekwa dukani. Kazi yao hawa malaika ni nini? Tunadanganywa. Lakini wanaokusudiwa pale ni mashetani, ambao ndio watu wanawaomba, halafu mashetani wao wanafanya wanachokiweza kwa mujibu wa nguvu walizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kujaribu kuwasaidia hawa watu. Wakati mwingine watu wanasaidika, na ndio maana utakuta mtu anafanya madude yake, halafu yale aliyoyakusudia yanatimia, na hapo ndio mtu anazama sasa kwenye shiriki. Aina nyingine ndani ya hii aina ya kutumia nyota, kuna kuangalia hizo falaki zinavyotembea, mzunguko wake, na ndani ya mzunguko huo ndio watu wanafanya mambo yao. Falaki gani sasa hivi ipo, falaki gani imekaribiana na falaki gani, na zikikutana zina maana yake, zikiachana zina maana yake, wenyewe wanavyojipangia. Sio yale mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameyaweka katika hizo falaki ambazo zinazunguka huko angani. Aina nyingine katika hizo kutumia nyota, zinaangalia manazil al-qamar, vile vituo vya mwezi. Kama mwezi ukiwepo hapa kuna 1 2 3, mwezi ukiwepo hapa kuna 1 2 3. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo, wakati mwingine unaweza ukaenda kwa mganga, wanaita waganga kiwa chawi. Ukifika unazungumza, bwana nimekuja na mgonjwa. Utamkuta jamaa anaangalia saa. Angalieni sana hiyo. Ukimweleza tu mambo yako ukuta anaangalia saa. Alafu akwambia, mbona mgonjwa mwenyewe kama kafa huyo? Na wakati mwingine inaweza katokea kweli pale pale unapigiwa simu, bwana mgonjwa huku. Inna lillahi. Kuna kitabu kinaitwa Majmuu Sa'atul Khabar au Majmu'atu Sa'atul Khabar. Hiki kitabu ndicho kinaelezea hizi dauranul falak na athari zake, kwamba kila time ina huyo mfalme wake falaki, na falaki yake ambaye ndio mfalme wake hiyo time. Sasa ukienda kupeleka taarifa kwa mtu, akiangalia saa anajua kwa huyu mfalme aliyopo sasa hivi hili jambo linalozungumziwa hapa maana yake ni 1 2 3. Lakini haya mmeyatoa wapi? Ni madude tu, watu wameandika tu. Na ndio maana pia mara nyingi yanakuwa maneno tu ya uongo, ya kuwakatisha watu tamaa na kuwafanya watu wawe na wasiwasi katika maisha yao. Kuna watu mtu anaweza akakataa kitu cha kheri kwa sababu tu hiyo. Kuna bana hiyo taarifa umeletea saizi bana, anakataa jambo hilo.
Ukimuuliza nini, ameangalia saa, anajua kwamba saa hizi kuna falaki gani ipo. Huyo falaki hiyo sasa maana yake ni nini kwa taimu hii. Hiyo ni aina katika aina za uchawi wa kutumia nyota. Halafu kuna watu katika hizo aina za kutumia nyota, kuna watu wanatumia herufi. Lakini hizo herufi zina uhusiano mkubwa na hizo nyota hizo. Herufi za abjad hawaz. Hizi abjad hawaz ni herufi ambazo zinatumika katika lugha ya Kiarabu kwa maana ya namba tu. Lakini jamaa wamezigeuza hizo namba, wanazitumia kwenye mambo yao. Ni abjad hawaz, huti kaliman sa'fas qarashat taqadh. Ndio mwisho taqadh zipo kwenye juzu amma ile ya zamani ile wacha hizo sasa hivi. Ile kaida wanaita kaida Baghdadiya. Ukiisoma ile kaida Baghdadiya, kabla hujafika alhamdu hapa katikati hapa kuna hizo abjad hawaz kalimat sa'fas qarashat taqadh. Hizi herufi, kila herufi ina namba zake. Wewe hesabu kuanzia hiyo iliyoanza ni namba 1, inayofuata namba 2, inakwenda mpaka mwisho. Sasa hawa jamaa wamezitengenezea utaratibu hizi herufi. Sasa wewe unapofika kwa hao wachawi hao, unataka mambo yako, wanakuuliza jina lako nani? Unataja mimi naitwa Mwaita. Mwaita inatolewa iko wapi? Anaanza kuhesabu abjad hawaz huti kaliman. Memu ndio inaanza kwenye Mwaita. Memu namba ngapi? Anaweka hapa. Sio anakwenda anaipata wao, anaipata yeye, anapata te, anapata alifu, anaunganisha, anajumlisha hizi namba alizozipata kwenye zile herufi. Akishajumlisha alafu sio anatoa, kutoa kwao pia ni anatoa kwa design fulani. Kitakachobaki katika kule kutoa kwao ndicho kinacholeta jibu. Akishapata ile iliyobaki kama ni 2 ama 3, anafungua sasa kitabu chake. Sijui majumuu nafikiri hiyo inafunguliwa, ndio watu wanasoma sasa habari, kwa sababu ile 3 itakuwa ni falaki fulani. Kwa hiyo bwana Mwaita itakuwa yeye Mwaita, jina Mwaita yeye falaki yake ni hii. Sasa inasomwa sasa habari za falaki ile. Mwenye nyota hii atakuwa 1, 2, 3, 4, 5, atakuwa shekhe, atakuwa si nini, atakuwa nini, anatajiwa orodha ya mambo. Sasa anakuambia, ndio sasa unapewa majibu. Wakati mwingine wana utaratibu wao, wanaunganisha na jina la mama yako, alafu zinajumlishwa hizo, zinatolewa, sio zinafanywaje, mwisho unapata jibu kwamba wewe utakuwa na kilema, wewe utapata ajali ya gari, wewe utafanyaje. Waislamu wanatiwa shughuli kwenye vichwa vyao. Na ukishakuwa unaamini hivi vitu hivi kwa kuwaendekeza hawa watu, wallahi hutoishi kwa raha. Na ndio maana kuna watu leo hawafanyi chochote mpaka akaulize kwanza kwa mtaalamu wake. Hata mtu akitaka kusafiri anapiga simu, Sheikh bwana mimi nina safari nataka kwenda China. Vipi? Tarehe ngapi unasafiri? Tarehe 7. Saa ngapi? Saa 1:30. Unaangaliwa haraka hiyo saa 1:30 hiyo ni mfalme gani hapo katawala. Hiyo safari sio nzuri. Badilisha, nenda kabadilisha tiketi. Safiri ima utapewa siku hiyo au utabadilishwa siku, ili mradi unatengenezewa mazingira, unakuwa sasa unatoka kabisa katika kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, unawategemea wachawi, unakuwa mshirikina. Na uchawi siku zote unategemea mashetani. Umeona hizi aina zote hizi aina zote ukirudi utakuta kila aina inategemea shetani. Na ndio waliotengeneza utaratibu huu. Halafu kuna aina ya pili. Hiyo tuliozungumza maelezo yote ni aina ya kwanza, ile ya kutumia nyota, ndio ina vikorokoro vingi. Na ukiangalia hivi vikorokoro tulivyovitaja ndio vipo kwa hao watu tunaita wataalamu wetu sasa hivi. Utahesabiwa nyota wewe, utahesabiwa hizo abjad hawaz, utafanywa yote haya tuliyozungumza. Lakini katika aina kuna hii ya kutumia mashetani. Aina ya kutumia mashetani
nao ni mashetani wa kijini. Tunajua kwamba kuna mashetani wa watu na mashetani wa majini, na mashetani ni wale watu ambao wametoka nje ya mstari. Shetani ni yule mtu aliyetoka kwenye mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaishi anavyotaka yeye. Anaweza kuwa binadamu, anaweza akawa jini. Na ndio maana mara nyingi tunasema hawa majini hawa wanaojifanya wanahimiza watu kuswali, watu wanatakiwa kuwa makini nao sana. Wengi hawa ni wale waliotoka kwenye mstari, lakini wanajifanya mimi nataka uswali nini, lakini mwisho wa swala hiyo atakuingizia tu kitu cha ushirikina lazima. Kuna mfano huwa anaotoa mara kwa mara, mimi nilishuhudia tena wakati nikiwa mdogo kabisa, ndio nasoma huko kijijini. Kuna mzee mmoja kaenda msikitini siku ya Ijumaa, kaswali, kamaliza, karudi nyumbani. Karudi nyumbani tu tayari makelele. Watu wakaingia na sisi wakati wadogo, ukiona mtu kabla shetani naye unaenda. Afika pale mzee anapiga makelele, basi ile kashikwa kichwa, basi habi haya tatizo nini? Amemuulizeni kiti, kwa nini amekwenda kuswali hajavaa shuka yangu? Ni kuna swala hapo jamani. Kaenda kuswali lakini hakuvaa shuka ya yule bwana. Sasa hii swala unamswalia Allah, unamswalia yule. Sasa watu wawe makini. Shetani anaweza kukwambia toa sadaka. Shetani anaweza kukwambia chinja mnyama. Kuchinja si ni ibada. Shetani anakuambia nichinjie mbuzi. Haya, nikikuchinjia mbuzi alafu utakula? Aye hali. Alafu anakuambia ili akutengeneze zaidi, nenda peleka hiyo nyama kwenye kituo cha yatima. Sema bwana, shetani wake anamwamrisha mema tu, anamwamrisha kutoa sadaka. Kwa nini unaniamrisha kuchinja alafu nyama nipeleke kwa mayatima? Wewe unapata nini? Yeye anapata taa, wewe si umemtii. Allah naye ametuamrisha kuchinja, sawa? Allah ametuamrisha kuchinja na shaitani anatuamrisha kuchinja. Allah anapata nini tukichinja? Allah anapata nyama? Allah anapata nyama. Allah anapata taa yetu kutoka kwenye mioyo yetu. Ile ndio anayoipata Allah. Shetani naye anakuambia chinja. Yeye naye anapata nini? Na yeye unampelekea ile taa ambayo unatakiwa kumpelekea Allah, unampelekea yeye shaitani. Yaani shaitani anachokitaka wewe uwe mshirikina tu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Akikukosa kwa ushirikina ndio atakutafuta huko kwenye zinaa, kwenye pombe, huko kwenye nini. Lakini huko hana nguvu. Anajua wewe time yote kiingia Ramadhani tu siku ya kwanza ushasamehewa kila kitu. Anaumia, lakini akikuingiza kwenye ushirikina, ibada za miaka 50 zote zimekufa pale pale. Haya ni mafanikio makubwa sana ya shaitani. Ndiyo maana Waislamu watu wanatakiwa tuwe na tahadhari sana 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 na ushirikina. Katika aina za uchawi kuna aina inaitwa ash-sha'badha. Ash-sha'badha hii anasema mabnaha ala anna al-basar kad yuqti wa yashtaghil bi shay'in muayyan duna siwahu. Ni mtu anatengenezewa mazingira akawa kila anachotaka kukifanya anakosea, anafanya tofauti. Au yule mchawi mwenyewe anawatengeneza nyinyi mazingira, anawatengenezea mazingira kwenye macho yenu, anafanya kitu tofauti, anafanya kitu kingine, nyinyi mnaona kitu kingine. Hii nayo vile vile, pamoja na kwamba wameiweka ni aina maalum, lakini nayo pia inasaidiwa na mashaitani. Na lazima shaitani anasema ili ufikie hatua shaitani akutumikie, ni lazima kwanza wewe na wewe umtumikie. Na moja katika kumtumikia kwako wewe shaitani
ni kule wewe kumuomba msaada, yani unanyenyekea, unamuomba msaada shaitani. Na hili jambo lipo tokea zamani huko, na sasa hivi kuna baadhi ya watu wanafanya. Kuna watu walikuwa wakisafiri, wakifika kwenye maeneo majangwani, maporini, lakini maeneo ambayo hayana watu, na wakataka labda ima kutua pale, kuweka kambi, basi utakuta wanaomba wafalme wa eneo lile, wanakusudia mashetani yani wa eneo lile, wawalinde wasije wakapata madhara kutoka kwa baadhi yao ambao sio watu wazuri. Wannahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Huu ndio uchawi uliotajwa, yani katika aina ya isti'ana za majini ni watu kuomba msaada kwa mashaitani wawalinde. Sasa hata hawa wachawi ambao wanatumia mashetani, hatua ya kwanza ni wao kwanza kuwategemea na kuwaomba msaada mashaitani. Baada ya hapo mashaitani nao wanawachukua hawa watu taratibu kuwaleta katika himaya yao. Wakisharidhika ndio sasa wanaanza kuwatumia. Wewe fikiria, mimi nishawahi kumuona mtu mmoja anaitwa shekhe, yupo kwenye chombo cha habari, anaulizwa maswali yenyewe yote ya ushirikina. Yani watu wanatafuta, yani wasichana wanajaribu kutafuta njia za kuwapata wavulana. Mbea shekhe, mimi na bwanangu, lakini kila nikimwambia nioe hataki, nifanyeje? Amwambia nenda kule baharini, kuna vidude vile vinaitwa sio kaure zile. Kachukue zile kaure, chukua uzi, zitengeneze zile kama shanga, zivae kiunoni, alafu zini naye. Kizini naye zile zikimgusagusa, basi wewe sema maneno yako ata. Huyo anamtumikia nani? Huyo anamtumikia shaitani moja kwa moja. Sasa kuna hatua mtu akishafikia, anafanya tena mambo yake wazi tena, hajifichi tena. Na watu tunawajua, wako watu walifikia hatua wazi mtu anamtumikia shaitani, unaona hivi. Na bado tunawaita mashehe, na bado tunawategemea, tunawauliza katika masala yetu. Wachawi katika hatua muhimu sana za kwao wao wanazozifanya ni kutumikia mashetani. Tumikia shetani mpaka shetani aridhiki. Na shetani akisharidhika atafanya kwa kila anachokiweza katika uwezo wake aliopewa na Allah kusaidie. Lakini ushafikia daraja kwamba wewe ni mshirikina kwa 100%. Kuna kisa tushawahi kukitoa hapa cha ambacho kimeelezwa na baadhi ya wanaozuoni kwamba kuna mtu mmoja naye alikuwa akiitwa shekhe hivyo katika jamii yake, anategemewa. Shekhe huyo kila mwaka anakwenda hija siku ya Arafa, anaondoka pale kwake siku ya Arafa, tena karibu na ule wakati ule wa dhuhuri anaondoka, na ni mbali. Watu wanashangaa shekhe anaendaje? Lakini shekhe anaenda, na watu wakirudi wanauliza shekhe mlikuwa naye? Tulikuwa naye. Shekhe amekwenda na amerudi. Akimaliza Arafa yake, anamalizia mambo yake kabisa, anarudi kabla ya watu wengine hawajarudi. Watu wakija wakiuliza watu walioenda, wasema shekhe tulikuwa naye. Shekhe anatembeaje? Siku shekhe yule alifariki, mtoto wake sasa akasema ngoja, yule shekhe alikuwa anaenda na punda hija, punda yupo. Yule mtoto akasema ngoja nichukue huyu punda wa baba na mimi mfanye kama alivyokuwa akifanya baba, nione huyu punda anaruka namna gani, anaenda namna gani. Amekwenda naye mpaka kafika mbali huko, punda akageuka akawa si punda tena. Akamwambia sikiliza, mimi siwezi kukupeleka hija hivi. Baba yako alikuwa ananisujudia, kwa hiyo naomba unisujudie, mimi nakupeleka sasa hivi. Akamwambia mimi siwezi kukusujudia, mimi siwezi kusujudia asiyekuwa Allah. Akamwambia basi baki. Akapotea punda yule bwana mpaka anarudi kwao, mahujaji pia washarudi. So atembea kwa mguu
kachoka jamaa, kachoka, anakaribia kufa. Ndio akaeleza hiyo story. Kumbe baba alikuwa anamtumikia shaitani. Sasa haya mambo ndio yapo, ndio yamejaa. Wewe unapokwenda kwa mtu ambaye anaandika matalasimu, anapisiwa, anafanyaje, hawa watu wanatumikia mashaitani. Wewe ukienda kwa hawa watu, maana yake na wewe unajiunga kwenye chama cha kutumikia mashaitani. Ndugu zangu, ushirikina ni mbaya sana. Shirki ni dhambi ambayo haina mjadala. Yaani Muislamu anatakiwa kuikwepa kwa, yaani kuwa vyovyote vile utakavyo. Kama una mtihani wa maasi, kuwa na maasi yote, lakini sio ushirikina. Halafu kuna hii aina ya kupuliza kwenye mafundo, hii aina nyingine ya uchawi tulioeleza. Hii nayo ipo, nayo pia ni mashetani tu haya. Yaani pale mtu akitabana, hii kutabana ndio neno halisi lakini pia kuna kutabana kwa kisheria na kuna kutabana kwa ushirikina. Mtume alikuwa akitabana. Naomba watu walifahamu hilo. Kwa sababu kutabana kwa Kiarabu inaitwa nafu. Sio? Nafu. Mtume alikuwa akichukua mikono hivi, anasoma zile sura fupi fupi zile. Kuna mtu mmoja alinikosoa kwenye mtandao, nilisema sura ndogo. Sikukusudia ndogo, maana kwenye Qur'an kuna sura ndogo. Akaniambia, Sheikh, kwenye Qur'an hakuna sura ndogo bwana. Sura fupi. Naam, ni sura fupi fupi. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Anaweka mikono yake hivi, halafu anapuliza mpulizo ambao unaambatana na vimatemate kwa mbali. Huku ndio kutabana. Na hata washirikina wanafanya hivyo hivyo kwenye shiriki zao. Mtume alikuwa akifanya, lakini alikuwa akifanya kwenye Qur'ani. Sasa wewe kama wataka kutabana, tabana, lakini kwa suratul Fatiha, kwa kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu. Wale wakitabana wanataja majina ya mashetani na majina ya mababu waliokusha fariki. Kuna neno kule kwetu wanaita koma zilale. Yaani koma zilale sio anakusudia koma sio nini sio. Yaani kama vile, yani wale wazee waliokufa zamani, watu yani waridhike. Waridhike. Hapo unaombewa dua. Koma zilale, ufanyiwe siju, ufanyeje ufanikiwe. Huko anatabana, huko anatema hivyo vimate hivi. Na wengine ndio wanataja hao majina ya mashetani. Yeye mnasikia kuna watu wanataja sio ya mkhutha, sio nini, sio kufanyaje, sio nini. Haya majina ya kina nani? Mmeyatoa wapi? Malaika tuliotajiwa majina yao ni wachache sana. Alafu mtu anakuambia haya majina tunataja malaika, mmeyatoa wapi? Na kwa nini mmeyataja malaika? Sawa, tuchukulie malaika Kwa nini mnawataja malaika kwenye mambo haya? Mnaomba msaada kwa malaika? Nani karuhusu watu Waislamu kuomba msaada kwa malaika? Jamani, tuogope sana ushirikina. Athari za uchawi tumeshazitaja, lakini katika maelezo yetu tumetaja madhara yanayopatikana na nini. Lakini moja katika madhara makubwa ya uchawi ni kuwafanya watu kuwa mazezeta, wasifikirie, wasiwe na fikra za ubunifu za uendeshaji wa maisha yao, wakawa wanategemea tu watu na mambo ya ovyo ovyo. Yaani mtu hafikirii mbinu za biashara yake, kuitengeneza biashara yake iwe biashara ambayo inafuata kanuni za kibiashara. Yeye mtu anafikiria tu kwenda kupeleka kuku, kupeleka nini, fikira za kipuuzi. Moja katika madhara ya uchawi ni haya. Yaani mtu hahangaiki. Leo hii tunaona wasomi wa mambo ya kibiashara, kila siku zinakuja mbinu mpya za biashara, mbinu za kawaida za kibinadamu. Toka biashara fanya matangazo, toka biashara sio fanya hivi, mbinu za kawaida. Lakini wacha kwamba achana na hivyo vitu vyote bwana, wewe chukua majina ashabul kahfi, haya nenda kachomeka kwenye duka lako. Kwa hiyo wewe hufikiri habari ya mbinu za biashara kwenye duka lako. Wewe unajua kuna ashabul kahfi hapo, watu watakwenda kuburuzwa huko waletwe dukani kwako. Huu ni upuuzi tu. Moja katika madhara makubwa ni kuwafanya watu kuwa maskini kwa sababu ya kutotumia akili zao.
Tumepewa akili na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ametuhimiza sana kwamba tutumie akili zetu katika yale tunayoruhusiwa kutumia akili. Yale ya kiimani, akili ni kufahamu tu na kutekeleza, lakini haya yetu ya kidunia watu tumie mbinu mbalimbali. Leo tunaandikiwa vitabu kila siku sisi na watu, na ukiangalia vitabu vya mbinu za kibiashara utakuta wengi wanaoandika sio Waislamu. Sisi tumebaki kwenye matalasimu tu. Mtu ana biashara yake talasimu, mtu sio ana gari yake talasimu, mtu sio ana nini talasimu. Akili tunaziacha hazifanyi kazi. Haya ni madhara makubwa ambayo pengine hayaonekani haraka haraka, lakini tunaathirika sana. Biashara haziendi, watu kila siku wanaanza biashara, baada ya siku 2-3 biashara zimekufa. Hatutumii mbinu za biashara, tunatumia uchawi. Kuna uchawi huu wa kuwatenganisha mtu na mkewe. Ukisoma vitabu vya uchawi mimi nilibahatika kuona baadhi ya vitabu, nilikuwa na mtu niko naye karibu akawa na hivi vitabu hivi, subhanallah, asilimia 80 ya maelekezo pale yanahusu mapenzi. Kuwafanya watu wapendane, kufanya watu waachane, kufanya watu wapendane, kufanya watu waachane, yani hizo ndio zimejaa. Na huu ndio uchawi sasa hivi unaotumika sana. Lakini si maajabu, kwa sababu mashetani wenyewe wanalipenda hili jambo. Wanasema moja katika furaha ya shaitani, huyo shetani wao mkubwa, huyo kiongozi, furaha yake kubwa anaipata anaposikia watu wametengana, mume na mke. Na mtu aliyefanikisha hilo anapewa zawadi kubwa sana, anawekwa karibu na mwenyekiti, anakuwa mtu wa karibu. Kwa sababu gani? Familia ikivunjika, shetani yani kazi yake anafanya ndogo sana. Kisha toka talaka, wewe angalia tu ndoa zote zilizovunjika. Ingawa Uislamu unasema kwamba tukioana tuoane kwa kheri, na tukiachana tuachane kwa kheri. Ni ndoa ngapi watu wameachana kwa kheri? Watu wakiachana, kesi zitaanza kuunguruma mahakamani, watu watafilisika, watu watarogana, uchawi hapo ndio sasa unapamba moto, watoto watateseka. Yani kunapatikana mambo chungu zima ambayo shetani ndio anayataka. Sasa anakuwa hapa amefanya jambo dogo, lakini linampa matokeo makubwa sana. Kwani watoto wakiteseka baada ya ndoa ya wazazi wao kuvunjika, mwisho wa watoto ni nini? Ni kuwa watu waovu. Sasa shetani hana kazi tena. Anajua ndoa ishavunjika, pale wale watoto wote msingi umeshabomoka. Watapatikana walevi, watapatikana vibaka, watapatikana kina nani, watapatikana machangudoa, watapatikana kila aina ya uovu utapatikana hapa. Na huu ndio umetawala uchawi huu. Ukienda kwa wachawi, hili ndio jambo limetawala. Sasa kwenye mapenzi pia, kwenye ndoa, tunashindwa kutumia akili zetu tukatengeneza ndoa zetu. Watu wanategemea uchawi. Kuna mwanamke mmoja alikuwa anasema, mimi kweli ni wakuja kuishi hapa, mimi nimerogwa mimi. Yani anashangaa kwa jinsi yeye alivyokuwa, alafu kaolewa, kaletwa sehemu hiyo alioletwa, asema mimi nimerogwa. Na uchawi umefanyika kweli. Sasa yani hata mke pia kutaka kumfanya akupende unatumia uchawi. Maajabu. Kuna uchawi wa uenda wazimu. Kila nikisema aina zinaisha bado zipo. Uchawi wa uenda wazimu, hii na vile vile vijana wanarogwa sana sasa hivi. Kuta mtu kila akikaa akili yake haitulii.
Yani si lazima awe kichaa, lakini tu anakuwa ni mtu hana utulivu, yeye kila anachotaka kukifanya anaona hakifai, yani akili kama vile mtu ambaye tayari ni mwenda wazimu. Hii kumbe kashafanywa mambo ya hovyo. Hii inaleta maradhi. Wakati mwingine wanasema wataalamu kwamba uchawi unaweza ukasababisha maradhi ya kawaida, lakini mtu akayapata hayo maradhi ya kawaida kupitia uchawi. Ndio utakuta mtu kila siku yuko kwa Abubakari anatibiwa, na kwa sababu ni maradhi yale anatibiwa, anapewa dawa, anapona. Baada ya siku 2-3 umerudi, wala hakuna sababu ya kurudi ya maradhi, lakini anarudi. Uchawi wa maradhi waita sihrul marad. Kuna mtu mmoja alikuwa anaumwa, kila akienda hospitali akipimwa haonekani ugonjwa, anahangaika. Siku moja akaamua kwenda kwa shekhe, kwenda kusomewa. Kasomewa Qur'ani siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu kaenda hospitali. Ilibidi madaktari wasema wewe huwezi kutoka, malaria uliokuwa nayo hatuwezi kuruhusu utoke hapa. Na siku zote anapimwa, malaria haionekani. Haya yote madudu ya hawa watu. Kuta watu wanateseka na maradhi kila siku, kumbe ni uchawi tu. Na hatusemi hivi mtu ukaacha kwenda hospitali. Muislamu lazima utafute dawa. Sihrul mahabba tumeshaisema. Kutokana na wakati nataka nizungumze kipengele kimoja ambacho nitamalizia mada yangu. Ndugu zangu, uchawi sasa hivi kwenye jamii yetu, kwa ishara tofauti kwamba uchawi umeshika hatamu, ndiyo maisha yetu. Na wakati mwingine Muislamu unaweza ukajikuta unaufurahikia uchawi bila hata wewe mwenyewe kutanabai. Na ili ujue kwamba jamii imegubikwa na hili jambo, na athari ni ile tuliyosema ile, kwamba akili zetu kama vile tayari zishadumazwa na uchawi. Kila kitu mtu anataka vitu vitokee kimiujiza. Kwa hiyo watu wanakimbilia kwenye uchawi. Yaani wewe unataka pesa afu unaenda kutafuta uchawi. Sasa pesa utaipataje kwenye uchawi? Angalieni filamu zinazoektiwa sasa hivi na vijana wa Kitanzania. Zaidi ya 80% za uchawi. Zaidi ya 80% ya filamu za Tanzania sasa hivi ni za uchawi. Kila mtu anaekti picha za uchawi. Kwa sababu gani? Wasanii wameona picha za uchawi ndio zina soko. Kwa nini zina soko? Watu wameshalemaa. Watu wanataka kuona vitu vinatokea. Yaani akiona ile filamu anahisi kama vile kweli kwake imetokea vile. Tumegubikwa na uchawi, na hii ndio athari mbaya zaidi. Achilia mbali mambo ya maradhi, si mambo ya nini au mambo nini. Hili la akili zetu kulemaa kutokana na hivi vitu vya kiuchawi, hii ndio athari kubwa sana. Leo sasa hivi kila mtu anafikiria uchawi. Hata mtu akipata shida, mtoto wake amefeli tu darasani, mtu anafikiria uchawi. Akili zimeshalemaa na uchawi. Hili jambo ndugu zangu tunatakiwa tuwe nalo makini. Sasa hivi Waislamu nao ni washabiki wa mpira. Mpira wetu nao umetawaliwa na uchawi. Lakini watu hawakai wakafikiria huu uchawi ulikuwepo na watu wanatumia huko nyuma.
Lakini maendeleo ya mpira wa Tanzania hayajawahi kufika yalivyofika leo kwa sababu ya uchawi. Watu wanakuja wanatoa hela zao, ndio watu wanapata mafanikio, lakini bado tushalemaa na uchawi. Sema lazima kuna kamati za ufundi, kuna wazee wa klabu. Utamkuta kijana wa Kiislamu amekasirika, timu yake imefungwa, anatoka povu, asema timu yetu kwani haina wazee? Ufikiria anakusudia nini akisema maneno haya? Kwa maana wenzao upande wa pili wana wazee, na hao wazee ndio wamefanya walioyafanya timu yao inashinda. Sisi ya kwetu haina wazee, maana kijana wa Kiislamu anatamani uchawi ufanyike kwenye klabu yake ipate ushindi. Tunaridhia ushirikina. Ndugu zangu, tujitoe kwenye makucha ya uchawi haya. Na ukihisi, kwa sababu kama tulivyosema, uchawi upo, uchawi una athari kwa idhini ya Allah. Ukihisi kwamba inawezekana pengine nimefanyia uchawi, njia ya kujitoa katika mambo ya uchawi ni kusoma Qur'ani peke yake. Hicho ndio kitu tulifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanawachuoni wanasema dawa za kawaida ambazo zimetumika zikaonekana zina matokeo mazuri basi zinaruhusiwa. Miti, kuna wazee humo wanajua miti ile harufu tu shetani akisikia anaondoka. Kama uchawi umefanywaje, maji yakimwagwa hapo uchawi una nini? Vitu kama hivi ambavyo haviambatani na vitendo vya kishirikina, sheria haina shida nao, lakini msingi wa kwanza ni Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa riwaya zilizopokewa, kwamba Mtume aliathirika na hicho kitu, uchawi. Mtume akawa anaumwa, wakatumwa malaika wawili, mmoja akasimama kichwani, mmoja akasimama miguuni. Wanazungumza wale malaika, Mtume anasikia. Mmoja amuuliza mwenzake, ana nini huyu? Mmoja anamwambia mwenzake, huyo amerogwa. Karogwa na nani? Akatajwa jina mtu aliyemroga. Huo uchawi uko wapi? Uchawi huko kwenye kisima fulani, kikatajwa kisima kwa jina. Mtume akazinduka. Kuzinduka akawaita masahaba wake, akawatuma, nendeni kwenye kisima fulani, kama toeni maji yale chini, kuna kitu kimezikwa. Kenda kutwa huko, si tambara si nini, limefungwa mafundo 7 au mangapi, 11. Ikaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikashuka kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Ikawa Mtume kila akisoma fundo moja linafunguka mpaka yakamalizika yote, Mtume akaamka mzima kabisa. Hii maana yake ni nini? Maana yake kwamba uchawi upo na unaathiri pale Allah atakaporuhusu uchawi uathiri. Kwa hiyo tusidharau utakapoona una dalili kama hizo, na mashekhe wanazitaja dalili. Lakini sasa sio akili zetu zote tuzizamishe huko. Kuna mtu sasa hivi anaumwa tayari afikiria jirani yangu pengine ndio kafanya. Jirani yangu, na hao waganga ndio kazi yao, hao wanajiita waganga. Ukienda tukapata kuna jirani yako upande wa kushoto, huyu si mzuri. Na ukiangalia pengine jirani wako wa kushoto jana tu ulikuwa mnagombania sijui maji sijui mfanyaje, tayari unaona kwamba kweli haya ndio ambayo yanakataliwa na Uislamu. Lakini swala la kuitakidi kwamba uchawi upo, hili liko ndani ya imani yetu sisi Waislamu. Uchawi upo, na uchawi unaweza kumwathiri mtu Allah atakaporuhusu. Lakini itakapotokea umepatwa na uchawi, dawa yake ni kusoma Qur'ani. Na ndio maana kuna ruqya ash-shar'iyya. Ruqya shar'iyya na dawa zipo na mashekhe wanazijua, sio mimi, lakini mimi sijui hata moja. Mashekhe wapo ambao wanasomea watu na dawa wanazijua za kisheria, ambayo mtu unafanyiwa ruqya bila ushirikina.
Kuna watu leo baada ya kusikia kwamba kuna ruqya sharia na wao walikuwa wakifanya ruqya zile zao, na wao wamebadilika, wanasema na sisi tuna ruqya sharia. Lakini ukifika tu anakwambia hebu mkono wako, anaangalia mkono, anasema da subhanallah, alafu anakwambia na ruqya sharia, kia anaangalia kiganja, anaanza kushangaa, anaanza kuna mambo makubwa sana. Huyo ni mchawi, achana naye. Yani ukishamuona mtu tu anaanza kukuambia jirani yako yukoje, sijui nani, huyo achana naye bwana. Pengine mtu atakuuliza tu, wewe unajisikiaje? Bwana nimejisikia hivi. Unaota vitu gani? Hizo ndio dalili ambazo watu wanazitafuta, mashekhe ambao wanasomea watu ruqya. Kuna kitu ambacho kimenikuta mimi mwenyewe binafsi. Mimi wakati nasoma nilikuwa na matatizo, nimeondoka nayo huku nyumbani, na nikaenda kwa baadhi ya madaktari, wakaniambia mimi nina matatizo ya figo. Nikafika hospitali ya chuo, nikawaelezea matatizo yangu, nikaonyesha makaratasi yangu, wakaanza kunifanyia vipimo. Kipimo cha kwanza, majibu alivyotoka, yule daktari alistuka kidogo, alafu akaandika kwenye kile karatasi, akaniambia nenda kwa daktari fulani wa juu yake. Nikaenda kule, yule bwana alivyokiangalia akasema kwa nini amekuleta huko, ana wasiwasi gani? Nikamwambia mimi sijui bwana. Akaniambia okay, akaniandikia yeye kipimo. Nikaenda hospitali kubwa nje ya chuo, nikaenda kule nikafanya kipimo kimoja. Bahati nzuri nikapata safari ya kuja Tanzania. Nilipokuja Tanzania nikaenda Ocean Road, nikafanywa kipimo kingine, wakaniambia peleka kwa daktari wako. Nikapeleka kwa daktari. Nilipofika kwa daktari pale, wakati nimekaa sasa nasubiri kuingia kwa daktari, akaja mtu mmoja, mtu mzima hivi, matatizo ya figo, kwa Kiarabu anaita al-masalik al-bawliya. Alivyoniona akaniambia unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Muharram. Unatokea wapi? Nikamwambia natokea Tanzania. Una shida gani wewe? Mbona mtoto mdogo umekuja hapa? Sima maradhi ya hapa, sisi tunakuja hapa maradhi ya watu wazima bwana. Nikamwambia mimi na matatizo masalik. Akasema la, haiwezekani, wewe huna masalik wala una nini. Akaniuliza ukilala unaota wanyama? Nikamwambia ndio. Na mimi kwa nikikaa chuoni, mimi naishi ghorofa ya 5, lakini naota paka anaruka kutoka chini anafika pa ghorofa ya 5. Nikamueleza zile ndoto, akaniambia Muharram ujisomee Qur'ani. Yeye hakuniambia umeroga, anambia wewe umehusudiwa. Jisomee Qur'ani, lakini wewe si mgonjwa wa haya matatizo. Lakini kwa sababu umeandikiwa kwa daktari, nenda endelea. Daktari ule alivyokiona kipimo hiki cha Tanzania akasema hiki ndio kipimo sasa, taanzia hapa. Naye akaniandikia kipimo kingine, akaniambia nenda tena kule hospitali kubwa. Nikaenda na faili hivi. Nimefika kule, nikaingizwa kwa daktari mmoja Misri. Yule daktari akaniambia lete faili lako. Akaniambia kaa hapa. Yule bwana akasoma lile faili karibu nusu saa nzima. Niko mimi na yeye, anasoma tu faili karatasi baada ya karatasi. Alipomaliza alinirushia faili lake, akaniambia Muharram nenda zako, huumwi. Kuanzia siku hiyo mimi sikuumwa tena. Lakini kujisomea alikuwa anajisomea. Sasa hasadi zipo, uchawi upo, lakini Muislamu usijifunge kwenye hicho kifungo, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa mshirikina. Ukishajifunga, kila tatizo lako ni uchawi, kila tatizo lako ni hasadi, kila tatizo lako umerogwa, wallahi mwisho utakuwa mshirikina. Wewe tu kubali kwamba uchawi upo, cha kufanya jisomee Qur'ani. Waislamu silaha tunazo. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul huwa Allahu ahad. Wallahi waislamu tunazidharau, lakini tuzisome hizi. Kuna mtu mmoja alinikosoa nisema kwamba tumeagizwa kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume, hizi sura tuzisome kila baada ya swala. Kila baada ya swala soma hizi sura 3 mara moja kila swala, isipokuwa alfajiri na isha.
alfajiri soma mara 3, isha soma mara 3. Halafu pia kuna maelekezo ya kusoma suratul Baqara majumbani mwetu. Katika moja ya maelezo tuliambiwa kwamba wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Hatusomi Qur'ani majumbani mwetu. Nyumba zimetawaliwa na miziki. Nyumba zimetawaliwa na mafilamu ya hovyo hovyo. Watu masaa 24 kwenye mafilamu. Mwisho wa siku nyumba haina kinga yote, mashetani wanaingia. Mashetani hawa kishaingia, hawa ndio mitume wa wachawi. Hao si ndio wanatumwa na wachawi? Mchawi akifanya uchawi wake anategemea shetani. Kama nyumba yako shetani hawezi kuingia, maana yake wewe tayari ushapona na uchawi. Ndugu zangu katika imani, uchawi ni kufuru, uchawi ni shirki. Kujifunza kuutumia, na dawa yake ni mtu kuwa karibu na Mola wake kwa kutekeleza ibada, kwa kusoma Qur'ani. Hivi vitu hivi vitatusaidia kupambana na uchawi, kupambana na mashetani, na mwisho insha Allah tutakuwa salama. Lakini tukijizamisha kwenye mambo haya, mwisho wa siku tutakuwa washirikina. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na uchawi na wachawi, atuepushe na mashetani waovu wanaobeba uchawi wa watu kutuletea sisi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azilinde imani zetu, asituingize kwenye ushirikina. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Darasa limefikishwa, na naamini kila mmoja wetu kuna tabia ya mashehe kuitwa kwenye majumba kusomea watu, pengine kama ni dua au ni nini. Wanaweza wakaja kama 10, wale mashehe huwa kazi yao ni kusoma Qur'ani. Lakini kuna kitu huwa kinatokea wanapokuja kwenye nyumba, wanakuambia bwana tafutie chumvi, wengine wanakuambia tafutie ndimu, wengine wanaweza kuambia tutafutie kitu kama mtama kama nini, wakachanganisha kwenye sahani. Wale mashehe wakasoma, wakifika wakati fulani wanamwambia yule mtu nenda kachote chumvi, na nje kuna moto, nenda kwenye ule moto ukatia, alafu nuia yale matatizo yako ulionayo. Hilo la kwanza. Hii itakuwaje kwenye wanapofanya kama hivi? La pili, kuna baadhi wa mashehe ambao watu wakaenda kwa mashehe, aweza kumwambia mimi shekhe nina tatizo fulani naumwa. Shekhe yule asimwagulie kumwambia kama una tatizo fulani una hivi, asimwandikie, lakini akachukua karatasi akamwandikia Qur'ani kwenye karatasi hiyo, alafu akamwambia katika hii nenda katie kwenye chupa ya maji, alafu ile maji tumia kunywa. Hali ya kuwa maji yale yanapokunywa yule saa nyingine anaenda kujisaidia msalani, umeona, au anaweza kafanyia kitu kingine. Hii inakuwaje? Naam, swali jingine. Sheikh Muharram ana kawaida anakusanya maswali alafu anajibu moja baada ya jingine. Njoo ndugu yangu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Sheikh, umetuambia uchawi haufanyi kazi isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na umethibiti uchawi upo na tiba zipo. Kuna kinga iliyothibiti labda kwenye Qur'ani, au hao watu wanaopita kwenye njia zilizonyoka ukifanya hivi na kwa kinga au hakika moja kwa moja ipo kinga? Naam. Upande wa kulia mtu wa tatu, katikati yangu. Nataka watu watatu wenye kuuliza maswali. Hakuna? Kushotoni kwangu. Haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu la kwanza, wale malaika wawili wale, sijaelewa bado lengo la kutumwa na Mungu kuja kuwafundisha huo uchawi. Lengo hasa nini? Ilikuwa kuna jambo gani mpaka watumwa Mwenyezi Mungu
malaika waje kuwafundisha watu uchawi. Hapo nilikuwa sijaelewa, nataka ufafanuzi zaidi. La pili, umezungumza vipengele vingi. Kuna kitu kinaitwa wanga au mwanga, anajigeuza, anapita hivi, hujatuelezea hii jambo hili. La tatu, huu uchawi huu chanzo chake ni Mwenyezi Mungu kauumba au ni hao mashaitani wameutengeza? Mpaka anakuwa haya yote umetokana na nini huu kitu uchawi? Pamoja na hiyo vituko vyake, kitu chenyewe ni nini, kimetokana na jambo gani? La mwisho, nimechukua rungu, nimempiga nalo mtu, yule mtu akafa, ile rungu linakuwa ni sababu tu. Hapo sikumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ila nina dhambi za kumuua yule mtu. Nimetumia hicho kifaa cha uchawi, Mungu atulinde nacho, nikamdhuru nacho mtu, lakini Mungu ndio ametaka yule mtu afe kwa kutumia huo uchawi. Sasa kule inakuwaje si ushirikina kwenye rungu, huku kwenye uchawi unakuwa ushirikina, inakuwa vipi? Nataka kujua mwanga anajibadilisha na kuwa paka na kuwa fisi. Sasa inakuwaje? Naam, na maswali mawili kwa yamebakia kushotoni kwangu. Kama hakuna tumwache shekha akimaliza kujibu na sisi tumemaliza. Hatutoruhusu tena mikono. Tumemaliza maswali. Shekhe jibu. Naam. Swali la kwanza, kusoma Qur'ani na chumvi na nini. Mimi ninavyojua Mwenyezi Mungu awasamehe, kuna mtu mimi namjua ambaye alikuwa akisoma Al-Badiri. Inajulikana kwa jina Al-Badiri, lakini ni Ahal Al-Badri. Yani anasoma majina ya watu maswahaba wa mtume walioshiriki kwenye vita vya Badri. Ndio maana Al-Badiri. Alikuwa akisoma Al-Badiri, kulikuwa na vikorokoro vingi sana, na watu wanaosoma Al-Badiri kwa kila mmoja ana design yake ya Al-Badiri. Sasa hii design ninayosema mimi ambayo nilishuhudia kwa mtu wa karibu sana, kwanza kuna chimbwa kaburi kidogo hivi, alafu kunakuwa na ndimu na sindano. Zile sindano zinachomwa kwenye ile ndimu ziko kama 10 na ngapi hivi, zinachomwa, kila ndimu moja chomwa sindano. Alafu kunakuwa na miwa kama 3 hivi mirefu. Alafu kunakuwa na msumari wa shaba, msumari wa majahazi ule, lakini wa shaba. Alafu kulikuwa kunaunganishwa kitambaa chekundu, cheupe na cheusi, na mzizi wa mtende, wa mkomamanga na wa nini sijui. Alafu vinafungwa pamoja kwenye ule msumari. Alafu unakitwa ndani ya kile kikaburi. Halafu yeye anaanza kusoma sasa. Akisoma kule, akifika sehemu fulani, kuna watu mwenye mua yuko standby na panga lake, mwenye ndimu na yuko standby na kisu chake. Ikifika hiyo sehemu, kila mmoja, huyu anakata ndimu, huyu anakata mua, na kuna chungu kiko jikoni. Yeye kazi yake ni kuingiza buni zile na chumvi ya mawe, kuzikoroga hivi. Anasoma hivyo mpaka akimaliza, anachinjwa kuku. Yule kuku kabla hajachinjwa anaingizwa huu msumari kwenye mdomo, alafu ndo anachinjwa huko ameshikiliwa hivi. Akimaliza kuku anaachiwa na anaruka mpaka akishatulia, kuku ule anapasuliwa, vitu vyote vya ndani vile vinaingizwa kwenye kikaburi kile, na ule msumari na ile chumvi na buni zile zilizoungua, miwa vipande na zile ndimu zote zinatumbukizwa kwenye kikaburi, alafu panafukiwa. Hii ndio ambayo mimi naijua, na hili ni jambo ambalo halifai, kwa sababu kwanza msingi wake
wa kusoma Ahlul Badri, kwa maana kama vile unawaomba watu ambao wameshiriki katika vita vya Badri. Katika Uislamu hakuna kumuomba mtu hata angekuwa nani. Hata mtume haombwi. Hakuna kumuomba kiumbe hata angekuwa na cheo cha namna gani. Namna ya uombaji wa namna hiyo, unaomba nusra, unaomba sui nini, imeibiwa halafu kumchanganya na Mwenyezi Mungu pia hairuhusiwi. Sasa eti tunamuomba Mwenyezi Mungu, eti tunasoma majina ya Ahlul Badri. Ahlul Badri wanasaidia nini katika majina, yani katika maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu? Muislamu anatakiwa aende direct kwenye dua zake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna Ahlul Badri, hakuna Ahlul Uhud, hakuna ahla nini. Hawa masahaba wa mtume wamefanya walioyafanya, wametoa mchango wao kwa dini hii mpaka ukatufikia sisi, wametoa uhai wao, wametoa mali zao, wamekufa wao, sasa hivi wananeemeka huko na kile ambacho wamekitanguliza. Sio kuwaomba, hakuna habari ya kuwaomba. Sasa kama mtu anakwenda kumuombea mtu, anafanya vitu kama hivi vingine vya chumvi na nini, mimi sijui maana yake kusema kweli, na havikukaa vizuri. Siwezi kusema ni ushirikina moja kwa moja. Kwenye Al-Badri nasema ni ushirikina moja kwa moja. Lakini kama mtu anaenda kumuombea mtu dua, anamsomea Qur'ani, anaomba dua nyingine, dua ambazo hazina mushkili, lakini ana ndimu, ana chumvi, anachomuuliza hivi vya nini? Sijui maana yake. Siwezi kumtoa moja kwa moja kwa sababu sijaona maana halisi ya hivyo vitu. Ama swala la kuandika Qur'ani na kupewa mtu akanywa, hili jambo wanaochuona wamelizungumzia. Kuna jambo lililothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni kusomea maji na watu wakanywa, sio kuandika. Mtume hajaandika akampa mtu kunywa. Sasa ijitihadi ya wanaochuoni, kuna ambao wameruhusu kwamba kama itakayoandikwa ni Qur'ani peke yake bila kuchanganywa na korokoro za majina ya mashetani, halafu ikaandikwa kwa kutumia wino ambao ni tahara, sio najisi, halafu akapewa mtu kunywa, hiyo haina shida. Kuna wengine nao pia wamekataa, madamu Mtume hakufanya, tunaishia pale pale kuyasomea maji, mpe mtu anywe basi, sio kuandika. Sasa kwa sababu hapa pana ikhtilafu pia, hatuwezi kumlaumu mtu anayefanya, lakini watu wajilinde. Kuna watu wengine wanaandika na damu, wanaandika sio na nini, hiyo ndio haramu. Lakini kama unaandika na zaafarani ukampa mtu akanywa, wala ukuchanganya, ukiweka hata jina la Mtume pale, tayari umeshaleta ushirikina. Mtume unamwandika pale wa nini? Malaika Jibril unamwandika pale wa nini? Umeandika Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu safi kabisa. Umemwandikia mtu Yasini, umemwandikia mtu Kul huwallahu ahad, yote ukawitia maji ukamwekea kwa chupa, nenda ukanywe. Inshallah tunatarajia kwa muujiza wa Qur'ani huyu mtu atapata matokeo mazuri inshallah, japokuwa Mtume hakufanya. Lakini vizuri mtu abaki katika lile ambalo Mtume aliishia nalo, ambalo la kusomea maji na kunywa, au kusoma Qur'ani ukapuliza kwenye mikono ukampaka yule ambaye, hasa watoto. Mtume alikuwa akiwapaka wajukuu zake. Nafikiri hili nalo na kitendo cha kuombea mtu, kuomba dua kwa Muislamu mwenzake, hili jambo tumelizungumza mara kwa mara. Mimi nishazungumza sana. Haina shida Muislamu kumuomba Muislamu mwenzake amuombee dua, haina tatizo. Lakini watu wawe makini. Athari yake sio kubwa, kwa sababu anayekuombea hajui shida zako, na wewe ile inkisari, ile kuvunjika kwako, unyenyekevu wako kwa Mola wako wakati unamuomba kwa shida uliyokuwa nayo, ile ndio inahitajika kwa Mwenyezi Mungu. Huyo mtu au unamwambia tu aje kusombea una matatizo, anayajua, atayahisi kama unavyohisi wewe. Sasa si kosa kukuombea, lakini wewe mwenyewe jiombee. Lakini pia dua sio biashara. Wewe mwenyewe ukiamua, shekhe umemvunjia muda wake, umemuita, amekuja nyumbani kwako au huko kwa nyumbani kwake kakusomea, ukamwambia shekhe bwana, mimi na sadaka yangu hii hapa kwa ile dua ulionifanyia,
hiyo utajua mwenyewe, lakini sio biashara mapatano. Utakadua nyepesi au nzito, na kuna nyingine nzito inapigwa msahafu mzima, ina bei yake. Kuna ambayo ina mbuzi, ina bei yake. Kuna ambayo ina nini. Hapo ndio mtihani. Lakini ruqya ni jaiz kuchukua malipo ikiwa dua yenyewe unaosomewa ni ruqya. Hiyo ruqya mashekhe wanaruhusiwa kuchukua malipo, tena wana uwezo kupiga kigongo wanavyopenda wao. Kinga ya uchawi ni kusoma Qur'ani. Sheikh, ni kusoma Qur'ani. Ama kinga nyingine sio za madawa, sio za nini, za irizi hizi hamna. Kwa dawa sijui, lakini kwa irizi hairuhusiwi, ni ushirikina. Lakini soma Qur'ani hizo, kul huwallahu ahad na kul birabbil falaq na kul birabbin nas zinatosha kabisa. Mtume anasema zinakutosha. Ukizisoma hizo zinakutosha. Mtume ndio anasema jamani, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Mtume anasema zinakutosha. Usitafute kitu kingine wewe, piga hizo tu. Ukilala ukiamka wewe pambana nazo, afu muone wewe mchawi atakaye kuja. Ama swala la Sheikh Muhammad kuhusu malaika wawili walikuja, kwa baadhi ya wanawachuoni wanasema kwamba walikuja kuwatofautishia watu. Mashetani walikuwa wakiwadanganya watu. Haya maneno nimeyasema wakati nazungumza kwamba Suleimani huu utawala wake alionao na haya anayoyafanya yote anatumia uchawi. Kwa hiyo malaika hao walitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuwatofautishia watu kati ya uchawi na muujiza. Sasa anayetaka kusoma huo uchawi ndio kwa anamsomesha, lakini kwa masharti hayo, kwamba bana usikufuru, ukijifunza uchawi utakuwa kafiri. Ukingangania wanakufundisha. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni hilo, kuwatofautishia watu kati ya uchawi na muujiza. Kwa sababu Nabii Suleiman alikuwa na mambo mengi makubwa. Yeye anaamrisha upepo umchukue umpeleke. Sasa wanasema uchawi wote huu. Sawa? Sinao mashetani wanafanya. Mashetani ukishamtumikia vizuri akiridhika, ukitaka kwenda Tanga na kubeba tu kupeleka Tanga. Ndio watu wanakuambia bwana fulani sharifu waliullah anaruka tu, anakwenda. Anaruka wapi bwana? Mtume mbona hakuruka? Mtume alitaka kwenda Baitul Maqdis, alikuja usafiri maalum kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakuna eti wali wa Mwenyezi Mungu mpaka anaruka. Wali wa Mwenyezi Mungu anasimamisha swala 5. Huyu ndio wali wa Mwenyezi Mungu. Swala 5, saumu mwezi wa Ramadhani, ana uwezo anakwenda hija, ana uwezo anatoa zaka na anafanya mambo mengine ya khairi. Huyu ndio wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaruka, aruki. Sikia kuna watu zamani huko alienda Zanzibar huko akaambiwa wataka kwenda zako bara haya, akachorewa mstari, ruka huo mstari huo. Alivyoruka asema usiruke sana usije ukajikuta uko mbali. Hiyo karuka kidogo akajikuta yuko Mwanza. Sasa huyu uchawi tu. Na kuna visa vingi vinavyoelezwa vya uongo tu. Kuna visa vinaelezwa sio vya mawali, visa vingi ni vya kutengeneza. Yaani visa hivi unavikuta tu vinaelezwa kwa, lakini wewe hautakaa na shekhe mpaka ufe ukutani nacho. Yaani shekhe kaa naye wewe, unampelekea maji wewe, unamuendesha kwenye gari yake, unafanya kila kitu, huwezi kuona hicho kitu. Lakini utakuja kushangaa mtu mwingine anakueleza shekhe fulani bwana alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Huyu shekhe alifanya lini vitu hivi? Mbona mimi nimekaa na shekhe miaka yote sijamuona kufanya vitu hivi? Sipingi wali. Mtu chanzo cha uchawi. Chanzo cha uchawi ni nini? Kwamba ni Mwenyezi Mungu ndo kauumba. Hakuna kitu ambacho kipo duniani ambacho kinatoka kwenye ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu vyote kaviumba Allah. Lakini sio kwamba kila kitu alichokiumba Allah anakiridhia. Katika imani ya Muislamu anatakiwa lazima ikae sawa sawa katika masala hayo.
Kwani uuliza zina nani kaiumba? Pombe, vitu vyote vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kila alichokiumba anakiridhia. Kwa hiyo kuna vitu vimeumbwa ni mtihani kwetu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hiyo uchawi umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hauridhii na amewaambia waja wake wauache. Kwani aliumba nguruwe ni nani? Si Allah? Mbona sasa atuambia tusimle? Asal muumba kazi gani mleta hapa duniani? Kila kitu kina hikima yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kila alichokiumba Allah anakiridhia, na ndio maana ikaja sheria, mfanye hiki, msifanye hiki. Sasa hiki kingine ambacho tusifanye, kwa nini kipo? Kwa hikima yake Allah subhanahu wa ta'ala kipo, na vyote viko katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye ameviumba. Ama kufanya utafanya wewe, usifanye alafu kasema Allah mwenyewe ndio kaumba. Kufanya unafanya wewe. Na sisi wanadamu, moja katika vitu vya hatari sana kwetu ni khiari tuliopewa na uwezo wa kuitumia hiyo khiari yetu. Sisi tumeamrishwa kuswali, lakini hakuna mtu anashikiwa kiboko kwamba hajaswali. Allah amekupa uwezo wa kuswali na kuacha kuswali. Yaani hata kuacha kuswali pia una uwezo wa kufanya hiyo. Sawa? Halafu Allah akakupa khiari, unachagua ni swali au ni ache kuswali. Sasa pia kuacha kuswali, Allah ndio amekuumba, lakini hakuridhii. Nafikiri Sheikh Muhammad umeelewa. Kuhusu kuua kwa rungu na kuua kwa uchawi. Kwa nini rungu unamuua mtu kwa rungu lakini si mshirikina, alafu unaua kwa uchawi unakuwa mshirikina? Sheikh Muhammad, kwa uchawi tulivyoueleza, jinsi unavyofanyika na unavyofanya kazi, moja kwa moja shirki iko wazi. Lakini rungu hii ni silaha tu, umempiga, sio kwa maana ni halali. Utapata dhambi na utakuwa, Mwenyezi Mungu anasema mtu atakayemuua Muislamu zake makusudi bila kosa lolote, huyo malipo yake ni jahannam. Kwa hiyo utakwenda jahannam kwa kuua, lakini sio ushirikina. Na ndio maana katika kuua watu wenyewe, walio wa marehemu wale yule uliomuua, wakikusamehe unasameheka. Sawa Sheikh Muhammad? Kwa nini kwa nini huku ni shiriki, huku sio shiriki? Kwa sababu huku unaomba msaada kwa mashetani, unaomba msaada kwa nyota, unaomba msaada si kwa nini, unaomba msaada vitu ambavyo haviruhusiwi kuviomba msaada. Kwa hiyo unamuacha Allah subhanahu wa ta'ala, unaomba vitu vingine. Na dua ni ibada, na wewe umeitoa dua umeipeleka kwa kitu kingine. Kuomba msaada ni ibada, umeondoa ibada ya kuomba msaada umepeleka kwa kitu kingine, ni ushirikina. Kwa hiyo ndio maana huko inakuwa shirki, lakini kuua kwa bastola sio shirki, lakini ni dhambi, na katika madhambi makubwa yanayoangamiza. Na nafikiri maswala yameisha. Kuulizwa kuhusu wanga. Geuza na kufanyaje? Nimeisahau basi hiyo. Wanga nao ni wachawi, kwa sababu mtu anajigeuzaje paka? Kwamba huyo anaomba tu msaada kwa mashetani. Na ni level hiyo. Ukifika hiyo level ya kumtumikia shetani, ukifika hiyo shetani atakusaidia. Utageuka paka, utageuka fungo, utageuka nini, utageuka kila kitu unachokitaka. Alafu utaanza kuwatisha wenzako, lakini siku ya mwisho utakufa, utakwenda kaburini, na utakwenda kupambana na habari yako. Kwa hiyo wanga ni wachawi. Na kuna ndio ile tunasema mtu, kuna wachawi wengine wanakufa kwa kihoro, sababu anaroga kila siku, alafu watu hawafi, watu wanaendelea maisha yao mazuri, watu hawafurugikia, hawafukuzi kazi, mambo yanaenda, biashara zinakwenda, wewe unaroga kila siku. Kuna mzee mmoja wewe mzee nilikutana naye Mwanza. Wewe mzee alikuwa anaroga, yaani alikuwa hajifichi, mpaka afika anasema uchawi wa kununua bwana, uchawi kununua, hata sio uchawi bwana, mtu kila siku unamroga, lakini yupo. Mimi ningekuwa nimerithi uchawi unapata mateso ya nini ndugu yangu?
na utapata tu mateso. Wallahi ukiwa mchawi utapata tu mateso. Kwanza kuna vitu nimevikumbuka katika sababu ambazo zinapelekea watu kuwa wachawi. Ogopa sana hivi vitu. Roho mbaya. Roho mbaya hutaki watu wafanikiwe. Wallahi ukiwa utakuwa mchawi. Na mtu anayetaka ukubwa, kila alipo anataka awe mkubwa kuliko watu wengine. Hawa watu wawili hawa, yani wasipokuwa wachawi hawa, basi ni bahati kubwa sana. Mtu mwenye roho mbaya mwisho yote ataishia kwenye uchawi. Kwa sababu gani? Kila akiwa na roho mbaya, akitaka fulani asifanikiwe, anakuta watu wanafanikiwa. Sasa anaona dawa nini? Acha nikatafute uchawi. Aenda kutafuta uchawi. Au anataka awe mkubwa, kila anapokaa yeye ataka yeye watu wamsikilize yeye tu. Sasa anaona watu wengine ni wajeuri, watu wamsikilizi. Sasa mwisho na watu jeuri hawa dawa yao nini? Acha nikatafute uchawi. Watu hawa wawili hao, ukijiona una roho mbaya, ukiona mtu anapenda ukubwa, wallahi mwisho hawa watu wanaishia kwenye uchawi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na uchawi na ushirikina. Naam. Kwa kuwa tuko online kuna maswali mawili. Naam. Swali Faridi na ndani ni maswali yake. Anauliza, swali langu, kuna aya 7 za kumunguza au za kumunguza majini. Naomba Sheikh atujalie hizi. Hilo swali lake la kwanza. Naam. Swali lake la pili anasema tawassal kwa jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sahihi au si sahihi au ni shirki? Naam, swali la kwanza, hizo aya 7 mimi sizijui. Mimi ninachokijua mimi ninachokijua, Qur'ani yoyote ile ukiisoma basi ina athari katika mambo hayo. Kama ni mashetani, kama ni uchawi, wewe jisomee Qur'an, lakini hasa hizo kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Pengine labda anakusudia hizo. Ziko 7 hizo, sio? Au ziko 11? Hizo aya za kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq ziko ngapi jumla yake? 11. Aya kul a'udhu birabbil falaq. Sijui bwana, mimi sijui kuna aya maalum, lakini mimi ninachokijua kwa kufuatafuata, kwa kusoma vitabu vya ruqya, wanasoma hizo kul Allahu ahad fi suratul Fatiha, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falaq na kul huwallahu ahad. Pia wanasoma sana kul ya ayyuhal kafirun. Pia wanasoma ile aya tulioanza nayo, wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Wengine wanaongeza wanasoma suratul jinni. Lakini wanasema Qur'ani yoyote ile ukiisoma, tia nia, muombe Mwenyezi Mungu kwamba mimi nasoma hizi aya kwa ajili Mwenyezi Mungu nipe shifa na haya matatizo, kama ni uchawi, kama ni majini, ni mashetani, inshallah zitakusaidia. Lakini wataalamu wa mambo hayo wapo, tunaweza tukawaona wakatusaidia. Ama swala la kutawassal, swala la tawassul nayo ni darasa peke yake jamani. Lakini wanawachuoni wa Kiislamu, tawassul inayofaa kwa mujibu wa mafundisho wametaja vitu kadhaa. Kwanza kabisa wametaja asmaullahil husna, majina ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kwa kutumia majina hayo. Mwenyezi Mungu hakusema tu niombeni kwa kutumia majina ya mitume. Hakuna sehemu hiyo. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa majina yake. Hivi Muislamu unataka nini? Allah ana majina na tunayajua. Unahama unaacha majina ya Mwenyezi Mungu ndio kwa majina ya mitume. Unatafuta kitu gani? Halafu hiyo tawassuli ya kwanza, kumwomba Allah kwa kutumia majina yake. Tawassuli ya pili, kumwomba Allah kwa kutumia amali njema yako wewe. Allah, mimi nimeswali swala 5, Allah jana nimesimama usiku kuswali. Kwa swala yangu ile ya Rabbi, kama imekubalika kwako, basi nakuomba nitatulie 1 2 3. Au unaweza ukasoma Qur'ani kabla ya kuomba, halafu ukatawassal na Qur'ani. Sasa utafuta kitu gani tena Muislamu? Ya tatu ndio hiyo dua ya Muislamu mwenzako.
shekhe niombee dua, na si lazima awe shekhe, Muislamu mwenzako tu ambaye unamdhania vizuri. Sisi tunajuana. Wewe swala zako unaziona zinavyopiga manini, lakini unamuona mwenzako amenyooka hivi na swala 5, mwambie shekhe niombee dua bwana, mimi na matatizo yangu niombee dua. Hiyo ni tawassuli inayofaa. Yeye akuombee, sio wewe ukae nyumbani kwako umtaje ya Rabbi kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya Sheikh Mwaita nitatoa. Mwambie Sheikh Mwaita niombee. Sasa Sheikh Mwaita kama atakuombea huko kwake, kama atakuja kwako, kama atakuombea usiku kwenye swala zake, haina shida, ili mradi yeye anakuombea, sio kumtaja jina lake. Hizi ndio tawasuli mimi ninazozijua zinafaa, lakini sio kutaja majina ya watu. Naam, nadhani majibu yamefika kwetu. Tumie na wajibu njema tunazozifanya, kama wale watu watatu waliotoka wakaingia kwenye pango lililofika, kila mmoja alitawasali kwa amali zake njema, na yule ikaondoka wakatoka wakaenda zao. Kwa hivyo inshallah mimi naamini kutokana na muda tu, lakini mada hii ibada kubwa na ndefu, na mashehe wote waliokuja mada zao hasipenda kile ambazo ziko, lakini naamini kwa kiasi ambacho Allah amewafikisha tumepata cha kupata na tumeondoka na jambo. Raha zaidi ni pale unapoambiwa jambo alafu unaambiwa na tiba yake. Tumeambiwa na tiba yake tumepewa. Kwa hiyo kikubwa Waislamu tuondoke na hili. Watu hizi sura kweli ndogo wanazidharau. Sio sura ndogo, sura fupi. Sura fupi hizi tunazidharau, lakini isomee Suratul Baqara. Asema shekhe tuwe tunaisoma tena. Mtume amesema ukisoma leo ndani ya siku 3 usiku na mchana haimchani wale shetani. Suratul Baqara, sisi tumeelewana. Swali linakuja Sheikh Muhammad na kwangu mimi. Sasa tumeona mtu akiwa amefungua Suratul Baqara kwenye TV yake au kwenye kompyuta yake, asubuhi akasikiliza akamaliza, je, itakuwa na maana hiyo hiyo? Kwa kusema kweli mimi sina jibu ya hili swali. Kitu tu ninachoamini, kwa sababu ni Qur'ani inasomwa nyumbani au sehemu ile ilipo Qur'ani, huwa maajabu yake huwa hayaishi na faida insha Allah itapatikana. Lakini kinachokusudiwa ambacho ndio lengo halisi, Muislamu soma Qur'ani, kwa sababu unaposoma unatadabbur, unazingatia, unajifunza. Hiki ndio kitu ambacho kinakusudiwa. Lakini ukiweka ikisoma wewe husomi, pengine unaendelea na shughuli zako, sisemi kwamba hakuna athari, lakini sina uhakika sana. Naam. Kwa hiyo shekhe anachokisema, kwanza kusoma Qur'ani ni ibada. Kwanza kufanya kusoma Qur'ani ibada, upate thawabu, lakini pia nayo iwe inafanya kazi kwa lile lengo alilosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli Uislamu, kwanza tunatoa shukrani kwa Allah kwa